asubuhi mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tuma umuri wa afya na uko chonja radio yako asubuhi kwa ajili ya kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na kurasa wa habari muhimu, ripoti za ripoti wetu kutoka eneo mbalimbali, kurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Almasi ni mchambuzi wako leo asubuhi, na sasa upande wa pili na Jean Ekala Jaden, na kuomba uweze kuletea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na sema karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa habari, unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo asubuhi ziletwa kwenu na Isaac Mulucha Shibe. Karibu Isaac. Asante sana Safari Almasi Ilwe. Habari zetu muhimu zinaanzia mjini Baraka ambako wakahaji wa kata ya Mwandiga ya 3 mjini Baraka wanaomba kwa uongozi wa jiji hili pamoja na shirika la Regideso kuongezea mabomba ya maji katika eneo hilo. Hivyo ni kutokana na uhaba wa maji masafi unaoripotiwa kila kuchao katika kata hiyo. Na huko Minembwe ni kwamba mapambano makali yanaripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wake wazalendo dhidi ya Twirwaneho katika senta ya Minembwe tarafani Fizi. Kwa muda wowote Minembwe inaweza kukombolewa nalo jeshi la taifa FARDC, unapolinganisha na hatua kubwa ambayo tayari jeshi limefanya, imehakikisha hivyo duru yetu. Tumalizie ukurasa wa habari muhimu na habari kutoka Uvira. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira laomba kwa uongozi wa jimbo pamoja na meya wa Uvira kukarabati haraka iwezekanavyo barabara namba 5 ya taifa eneo la Kalundu ambalo linaripotiwa kuharibika zaidi. Naweka nukta kuna ukurasa wa habari muhimu. Nikushukuru sana Isaac Mulucha Shibe kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka limelaani vitendo vya raia kujichukulia sheria mkononi, ambako kitendo cha hivi karibuni cha kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Etienne Zibula wa miaka 18 aliyeuawa na kisha kuchomwa moto kwa tuhuma za kuchukua sehemu za siri za wakala mmoja mchana Jumatatu tarehe 2 Machi 2026 mjini Baraka. Akizungumza nasi Bwana Bei cha Kubuta Jojongo Nda, coordinator wa shirika la raia Sosiko RDC, ameanza kwanza kutoa picha alilivyokuwa mpaka kijana huyo kuuawa kwa tuhuma zisizokuwa za ukweli. Kuna hali ambapo imetokea katika jiji la Baraka tariki 2 mwezi wa 3 mwaka huu tunao wa 2026. Hali hii umetuzunisha na ni vitu ambapo ni watu wanaviweka kwenye vichwa na wanakuwa zaidi vinakuwa vinafikia wale ambapo kweli sio, ambapo wanatumika kama vitu kama na hivyo. Kuna kijana mmoja amefikia kuuawa kwa watu wengi, ile tunaita kaya justice populaire ya watu kujamulia na kujipatia sheria kwa kuua mtu asiyekuwa na dalili yoyote ile. Kijana huyu ambapo amekufa tariki 2 ya mwezi wa 3 mwaka utunao ni kwamba aliitwa kwa jina Etienne Zibula. Huyu Etienne Zibula ni mwanafunzi wa Institut Virunga ambapo inapatikana katika komine ya Kalunja, quartier Kalinga Nord. Kijana huyu alikuwa ni wa mudezi MCG. Kijana huyu alikuwa akitoka kufanya marecherche zao kule ku niveau ya feke ambapo walikuwa wanapewa sujet inasema kwamba utilisation de documents commerciaux dans des entreprises. Ile ndio ilikuwa sujet ambapo walikuwa wanafanya marecherche pale kufeke. Walipotoka pale wakafika ku niveau ya Kasoko ya Kolo, walikuwa watatu. Wale watatu, mmoja alikuwa akiitwa kwa jina la Alphonsine, ni mwanamke wa miaka 17, kulikuwa Mashimango wa miaka 17 na kulikuwa ye Etienne Zibula wa miaka 18. Huyu bwana Mashimango aliingia mpariko kwenda kucheza vya pariko. Yeye si akamwambia mwenzake, gisi unakawia mule ndiako ya pariko, mimi sitafanya vya pariko mule, tena fanyizia pariko msimu yangu. Kumbe acha niende pale mbele nipane franga waniingizie franga msimu yangu ili niende nifanyizishe pariko kunyumba. Alipofika pale kwenye watu wa transfer d'argent wako katika quartier ya Kalingano commune de Kalunja, akapana franga 1500. Alipopana franga 1500 ili wamuingizie franga musimu yake, basi yule ndugu wa piste de vente des unités transfer d'argent akamwambia kwamba rezo ya Vodacom ya M-Pesa sio vizuri, ni lazima utoke. Wakati wanapotaka kutoka, ndio yule
ule ndugu akasema umeniiba. Ule bwana kushangaa unaniiba nini? Asuma umeniiba organe genitale yangu. Basi ndo ule mtu kulalamika, ndo watu wakaja mara moja na kuanza kumpiga makofi. Watu walipokuwa wanampiga makofi kufatana na hali ambapo ilitokana misisi na vitu ambapo viko na sirikile mu marezo sosio, basi na pale ndo watu kumjalia pale na kuanza kumpiga na kumuua na kumlunguza na kumkula. Mwishowe ameomba kwa uongozi wa mji wa Baraka kuingilia kati swala hili, huku akisii raia kuwanapeleka watumiwa kwenye vyombo vya sheria. Kwetu sisi tunalaani kitendo kama na hicho, kwa sababu ni kitendo kiovu na watu wengi watakufa kwa sababu ya kutokujua kitu chochote kile. Ni wa innocent wanakufa. Tazama huyu mwanafunzi anakufa ajui kitu chochote kile. Kumbi tunaomba serikali, tunaomba administrateur wa territoire ya Fizi, tunaomba wa chef de secteur, tunaomba maire de la ville wa Baraka wafanye jitihada, wafanye conseil de sécurité niko elargi afeke watu waongee juu ya tatizo, kwa sababu ni kitu ambapo kinakuja vibaya. Na wakati kinakuja vibaya watu wengi watakufa kwa sababu amekwarezana na weye, ni kwa sababu amejipitisha mumegongana, basi inakuwa ni kuzingishia, kwa sababu ni vitu moja vigumu. Kabla hawajamuua alimwambia yule ndugu wa piste de vente de desinité transfer kwamba tuangalie kama mwili wako upo ama upo. Ule bwana asema mwili wangu iko. Sasa ni nini? Ni weye tu na ndio si walimuua. Kwa hiyo ni kwetu sisi tunalaani kitendo kama na hicho, na tunaomba sheria itende kazi yake kwa kuadhibu wale wote ambapo wametenda kitendo hicho, kwa sababu ni hali mbaya ambapo haistahili kukua, kwa sababu ni watu wengi watakufa pasipo kujua. Kwa hiyo ni bwana mtangazaji, tumelaani kitendo hicho na kusema kwamba serikali ikamate hatua kali na watu waepuke kuua watu wasiokuwa na hatia. Ni hivyo, kamata mtu ikiwa unamshakia basi mupeleke kwa watu ambapo wanahusika na sheria. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba wakaji wa kata la Mwandiga 3 mjini Baraka wanaomba kwa uongozi wa jiji hili pamoja na shirika la Regideso kuwaongezea mabomba ya maji katika eneo hilo. Hivyo ni kutokana na uhaba wa maji unaoripotiwa kila kuchao katika kata lao. Bwana Yoshua Mwenebato Bomberi, mmoja kati ya wakaji wa Mwandiga 3, amesema kuwa kutokana na uhaba wa maji tayari magonjwa ya kipindupindu yameanza kuripotiwa eneo hilo na kupelekea vifo vya watu kama anavyoeleza. Maji kule kwetu ni mbovu. Kila wakati tunakuja kusema kwenye redio atujue kama Regideso inatuwazia nini, kwa sababu hivi tena magonjwa tena yanazuka katika kijiji chetu cha Mwandiga 3 ya ugonjwa wa kipindupindu. Kila mara ugonjwa wa kipindupindu haiishi. Afya kwa maji, tutengeneze maji hivi na hivi, kwa sababu watu hivi wanategemea fasi 3. Wanategemea fontaine ambayo ilitupatia gatia found. Ile fontaine hairizishi. Tuko nafanya hata na siku 3 siku 4 maji haiji. Tunategemea maji ya bahari, na maji ya bahari ni maji yenye iko na uchafu nyingi, inapita mifereji, inapita vitu vingi. Wavuvi wanafanya ndoo choo ndoo nini. Hiyo maji ni maji machafu. Ya pili, tuko na visiwa tofauti havipimwi, havifanye nini, ni fasi tu mazingira ambayo haistahili hata mwanadamu kutumia hiyo maji. Ndio maana sisi tunakuja katika radio kuja kuambia Regideso itusikilize maraba. Sisi watu wa Mwandiga 3 tunateseka juu ya ugonjwa wa kipindupindu, watusaidie maji tupate nafuu kidogo juu ya maji. Tulikuja kuomba hata wale wadawa waje, tukaambia ite wa Mshimbaki labda nitaka kutusaidia wewe ambao wanahusika na vialere communautaire, lakini hakuna jibu hata moja. Hizi siku 2 hapa kunapita tu Jumaa moja walikujaga aseme tunakuja kufanya mafunzo ya usafi, gisi unaweza tunza maji, gisi unaweza kujihifadhi, unatoka chooni unafanya hivi mafunzo. Ile yote niliona yote ni ya zero, kwa sababu hautaenda kufanya mafunzo na maji hakuna. Hatuna maji, hatuna nini, hatuna usafi. Yani hivi vyote ni biko potanaje kwa sababu ya mazingira gisi tunavyoishi nayo katika Mwandiga yetu ya 3. Tunaomba meya wa mji wa Baraka atuingililie kati, kwa sababu maji ndio uhai wa mtu. Mtu akikosa maji yani hivyo anateseka. Kumbe tunaomba meya wa mji, ndio tunakuja kwenye iko katika radio atusikilize kwa moyo wa huruma, atuingililie katika hiyo swala ya maji, kwa sababu watu wanateseka na maafa yanazidi kuongezeka. Hivi tulishazika karibuni watu 3 ambao wanakufa na ugonjwa wa kipindupindu. Na kwingine kuone kwamba kuna shughuli zozote za soko, uchukuzi na zingine zitakazofanyika kabla saa 4 asubuhi ya siku ya Ijumaa wiki tunayo. Ndivyo amesema Ayome wa mji wa Baraka kwa muda, ambaye ameonyesha kuwa kila raia atakiwa kushiriki kwenye kazi za umma Masalungu.
Kwenye mazungumzo nasi Bi Mari Mukanja Swaz, meyakwamura wa mji wa Baraka, amesema ni kupitia kikao cha siku ya pili na makapita ndipo amechukua hatua ya kuanza kazi za salongo wiki tunayo siku ya 5. Huyo amesema kuna kazi yoyote ile inaruhusiwa kufanyika kabla saa 4 asubuhi na atakayegaili sheria itamshughulikia kama ipasavyo. Kikao tulikuwa muleo, ilikuwa kikao tulikutanana na ba chef de bureau, ba chef de quartier na shirika ya Ecosirs. Tuliongelea mule juu ya assainissement, koma tunaweza economiser na madeshe, koma tutakamata mamezire juu ya ile madeshe ni kwa vile tu ya Baraka. Raia wategemea kama kutokana hiki kikao vile tasafi. Jo hapa kwetu Baraka tukosha kwa na habitude kunaweza kunywa jimu barabara na natupa tu. Na kama a partir ya samedi passé na leo inaleta ingine image mabitwa yetu shiba tu ya vile ya Baraka. Ujumbe wangu wa mwisho kwa raia nasema kama vendredi, ninasisitiza tena kwa hiyo ujumbe, vendredi tutakuwa na salongo kaf hiyo vendredi. Ba chef de quartier bot banahitajika kufanya kila mtu salongo mu quartier yake, na kusikue biro moya kufunguliwa ya savile feke soko zisileme ava ya 10h le vendredi. Donc kila mtu anahitajika kufanya salongo, na ba chef de bureau tunabaalika samedi nje na kwa salongo ya ba chef de bureau bot baja leta. Tutakuwa tunasible par semaine tutafanya salongo fasi fulani. Semaine tutafanya salongo fasi fulani. Mena hii samedi ba chef de bureau bot tutaanzia pale ku piste ya ba changer, tunaendelea team soko ya JTM. Kuna na logota makopo. Mena ba chef de quartier vendredi baingie bafanye masalongo ma quartier yabo. Tutapita mule ile samedi kuna nafanya control. Mwenye hakufanya salongo mu quartier yake leta itamshughulikia. Mimi nasisitiza hakutakuwa activite avant 10h. Donc kila mtu anaomba kufanya kazi yake, kujua hatutaki tuone alala kuuza saki tia pale. Na hivi sasa tujielekeze huko Minembwe ambako mapambano makali yameripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wake Ziri ya Tuigwanero katika senta Minembwe tarafani Fizi. Kwa muda wote Minembwe itakombolewa na jeshi la taifa FARDC unapolinganisha na hatua kubwa ambayo tayari jeshi limefanya, imehakikisha duru yetu. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya serikali ya DRC kureka zaidi ya vijiji vitatu ikiwemo senta Mikenge, sekta Itombo, jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wake wanaripotiwa kusonga mbele ambako siku ya pili mapambano yameshuhudiwa hapa Minembwe kati. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo ilipa Uvira laomba kwa uongozi wa jimbo pamoja na meya ya Uvira ukarabati haraka iwezekanavyo barabara namba 5 ya taifa eneo la Kalundu ambako linaripotiwa kuharibika zaidi. Mwito huo ameutoa baada ya barua aliyomwandikia gavana wa jimbo la Kivu Kusini kuchukua dharura swala hilo la kukarabati eneo hilo la Kalundu kwenye barabara namba 5 ya taifa. Upande mwingine ameongeza kuwa ajali nyingi za usafiri ikiwemo gari pikipiki ndizo tayari kufanyika eneo hilo huku viongozi wakiwa wanaona. Mafikiri Mashimango amezungumza nasi kupitia njia ya simu. Kufuatana na swali bwana journalist, acha nikwambie kwamba jana iko siku ya kwanza biro ya coordination ya shirika jipya la kiraia avec coordination yetu ya Nouvelle Civile Kalundu tulifanya descente ku niveau ya Kalundu pale port Kalundu kwa juu ya kujankiria kwa juu ya barabara namba 5 yenye leo Costa tulifika pale iko ya ajabu sana. Barabara inaharibika sana na ile inapitikana kumecho na ukimya ya ba viongozi mu niveau même provincial que local. D'abord que à notre niveau tulilomba vitu le plus vite possible bien mbio ya kwanza ke ba autorité ba convoquer une réunion mbio na ba responsable ya entreprise ya route merose ba kutengeneza SKK pour que ba joni yakufanya. Deuxième chose ba mobiliser le plus vite possible machine kwa juu ya kutengeneza pale dans l'objectif ya kuangalia kisa kusoulager ba passagers wako napita pale mais aussi les véhicules bénéfiques na connaître accident. Haiko secret, ça revient pour autorité concernée kuangalia nini wanaweza fanya le plus vite possible kwa juu ya kusaidia watu wawezi kuwa bako nalipa tax wanafaa kufanya pour l'état alors que maintenant l'état hawezi songer le plus vite possible kufanya quelque chose. Donc à notre niveau acha nikwambie kwamba tushabandikia wakubwa deja na ile des recommandations tulipana ambapo kiapata kwa ma solution na waza tutapasser ma consultation pour que tonge na raia tujue ni tunaweza parce que les actions citoyennes zinaweza kuwa envisager pour quand même ile hali watu konaishi pale kwenye alors que il faut kumbuka kusema kama
Le port Kalundu c'est un lien stratégique, ni site stratégique économique, inasaidia province, inasaidia national, même la mairie pour profiter quelque chose en termes de revenus. Na tayari kipenga kimelia, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo ambako namkaribisha Omar Makelelo. Karibu Omar. Ni kushukuru sana mwenzangu Safara Limasidilwe. Leo katika habari za michezo tuanze kutereza na habari zisemazo kuwa wakati mvutano kati ya Israel, Marekani na Iran ukiendelea huko Mashariki ya Kati, mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Manchester United na Real Madrid Cristiano Ronaldo ameondoka kutoka Riyadh, Saudi Arabia na kuelekea mchini Uhispania, huku wafuasi wake pamoja na mashabiki duniani kote wakionyesha wasiwasi kuhusu usalama wa nyota huyo na familia yake. Mshindi huyo mara 5 wa tuzo ya Ballon d'Or aliruka kutoka jijini Riyadh alipokuwa akiishi pamoja na familia yake tangu ajiunge na klabu ya Al Nassr kwenda Madrid akitumia ndege yake binafsi usiku wa manane, wakati jiji hilo likikabiliwa na mashambulizi ya anga, huku ndege zisizo na rubani zikiripotiwa kulenga ubalozi wa Marekani nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za ufuatiliaji wa safari za ndege, zasema kuwa ndege binafsi ya mchezaji Cristiano Ronaldo aina ya Bombardier Global Express iliondoka jijini Riyadh majira saa 8 usiku na kuwasili katika jiji la Madrid mchini Uhispania majira saa 1 kamili asubuhi, huku ndege hiyo ikipita anga la Misri na bahari la Mediterania kabla ya kutua katika nchi ya Uhispania. Na katika habari zingine ni kwamba Real Madrid wanatarajia adhabu ya UEFA kwa Barcelona kutokana na kashfa ya waamuzi wa Nigeria. Mvutano wa muda mrefu kati ya wapinzani wakubwa wa soka la Uhispania umefikia hatua muhimu, huku Real Madrid wakiwa wanaimani kwamba shirikisho la soka barani Ulaya UEFA hivi karibuni itatoa vikwazo vikali kwa masimu wao FC Barcelona kuhusu kesi ya Nigeria. Ingawa mahakama ya Uhispania inaendelea na kesi hiyo polepole, Real Madrid inaamini kwamba baraza linaloongoza soka Ulaya UEFA liko tayari kuchukua hatua kali za kinizamu dhidi ya klabu hiyo ya Kikatalani yani Barcelona katika siku za usoni. Katika tetesi za usajili ni kwamba klabu ya Manchester United wanapanga kumsajili nahodha wa klabu ya Newcastle Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28 kuchukua nafasi ya Casemiro majira ya joto. Casemiro pia anaripotiwa kumuunga mkono mwenzake huyo wa Brazil aweze kujiunga na mashetani wekundu. Vilabu vya huko nchini Italia vikiwemo Inter Milan pamoja na bibikize Juventus wameonesha nia kumsajili kipa wa klabu ya Liverpool ambaye ni Alisson Becker mwenye umri wa miaka 33. Beki wa klabu ya Tottenham Hotspur ambaye ni Mick van de Ven mwenye umri wa miaka 24 hana mpango wa kuongeza mkataba wake, huku vilabu vya FC Barcelona pamoja na Real Madrid vikimfuatilia kwa kina mchezaji huyo majira ya joto. Na mwisho ni kwamba vilabu vya Arsenal, Liverpool na Barcelona vinafuatilia hali ya beki wa klabu ya Inter Milan ambaye ni Alessandro Bastoni mwenye umri wa miaka 26. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omar Makelelo zili kwa habari zo za michezo. Msikilizaji, na kwenye habari zingine za michezo ni kwamba kuliweza kupigwa mtanange mkubwa hiyo jana ambao ulikutanisha Barcelona dhidi Atletico Madrid, ambako Barcelona waliibuka na ushindi wa mabao 3-0. Ila licha ya kuibuka na ushindi huo katika nusu finali ya kombe la mfalme, Barcelona wamesukumiziwa nje kabisa mashindano. Hivyo ni kutokana na Atletico Madrid katika awamu ya kwanza ya mkondo huu kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 4-0. Kwa hiyo Atletico Madrid wamejikatia tiketi ya moja kwa moja kwenda finali ya kombe la mfalme, wakisubiri mshindi kati ya Real Sociedad na Atletico Bilbao. Msikilizaji, ndapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze hivi sasa huko Ruchuru ambako hali ya kiafya na kibinadamu inaendelea kuwa tete katika kijiji cha Kiala kilichopo katika mtaa wa Katwe
groupement ya Bwito kaskazini magharibi mwa tarafa Ruchuru jimboni Kivu ya kaskazini. Hivyo ni kutokana na ongezeko la wahamiaji wa ndani kwa wengi maeneo hayo. Tangu mwezi Novemba 2024, kijiji hiki kinapokea familia zilizokimbia makazi yao kutoka maeneo jirani. Kwa mujibu wake Clovis Rufani, mmoja kati ya viongozi kwenye shirika la mshikamano wa jamii kwa mapambano dhidi ya ukabila, amesema kuwa wakimbizi hao wanahitaji msaada wa huduma za afya. Clovis Rufani anaeleza afuatayo. Hali hii imepelekea hao wakaaji kuanza kupatwa na magonjwa ya ukosefu wa chakula yenye tunaitaka malnutrition. Watoto wadogo hasa wanamke wenye mimba na wanamke wenye wamezaa wamekumbwa na magonjwa ya ukosefu wa chakula. Ukifika hasa kwenye kituo cha afya hakuna hata msaada yoyote. Tangu mwaka ile nimekwambia hakuna msaada ya kiafya kwa ile kituo. Bakimbizi wanaishi pamoja mwa masomo na wengine wanaishi mwa kanisa. Mkile kipindi chote hakuna msaada ambayo imetolewa kwa ajili yao. Tunaomba serikali ya nchi, hasa mashirika ya kiutu, msaada ya haraka kiafya aina yoyote ile, bora watu watunzwe kwanza. Ingekuwa mzuri mwenye kuwa na roho ya ujitoleaji, roho ya huruma, ya utu, kuya kwa msaada wa haraka kwa hawa watu wenyewe wanateseka hapa hivi vijiji wenyewe nimekutajia. Vitu vya nyumbani vimeibwa, hawaende shambani, ni kusema hawana hata nyumba kwa kulala. Msaada mwenye anaweza kuya kwa ajili ya kusaidia, atakuya kusaidia kwa ajili ya mambo yenyewe nimesema pale, itakuwa mzuri zaidi kabisa. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Marekani imewawekea vikwazo maafisa wane wa kijeshi wa nchi ya Rwanda kwa shutuma za kusaidia waasi wa FCM23 ambao wanaendelea kuwaua maelfu ya mamia ya Wakongomani wasio na hatia, huku nchi ya Rwanda ikishutumiwa na Marekani kukiuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa tarehe 4 Disemba 2025 baina yake na DRC. Isaac Mluchashibe na habari kamili. Jumatatu hii ya tarehe 2 Machi, ofisi ya ufuatiliaji wa mali za kigeni ya idara ya hazina za Marekani imewawekea vikwazo jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, jeshi la Rwanda pamoja na maafisa wake 4 wa ngazi ya juu. Sababu kuu ya vikwazo hivyo ni uungaji mkono kikamilifu wa jeshi la Rwanda kwa kutoa mafunzo na kupambana pamoja na vuguvugu la M23 mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa unachukulia M23 kuwa ni kundi lenye silaha ambalo linahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, likipelekea watu wengi kuyahama makazi yao mashariki mwa DRC. Ripoti kuu mbalimbali zinahakikisha kuwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF limesaidia M23 katika kutoa miji mbalimbali, yakiwemo miji mikuu ya majimbo kama Goma na Bukavu, pamoja na maeneo mengi ya kimkakati na yenye utajiri wa madini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa ripoti hizo, M23 isingefaulu kufika hapa ilipo bila msaada wa moja kwa moja wa jeshi la Rwanda. Sasa safari alimasi, baada tu ya Marekani kutangaza vikwazo, nchi ya Rwanda italazimika kuondoa mara moja wanajeshi wake, silaha na vifaa vya jeshi lake nchini DRC, pia kusitisha utoaji wa msaada wa aina yoyote ile kwa kundi la M23, jambo ambalo likitekelezwa linaonesha dhahiri kushindwa kwa M23 katika vita vinavyoendelea dhidi ya serikali ya Kongo. Kama ulivyotangulia kusema ni kwamba maafisa 4 wamelengwa kwa kipekee na vikwazo vya Marekani, na ni hawa hapa safari alimasi naenda kuwataja. Wa kwanza ni Vincent Nyakarundi, raia wa Rwanda. Yeye ni mkuu wa majeshi ya nchi kavu wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF. Nyakarundi ni kamanda mkuu wa vikosi vya ardhini vya jeshi la Rwanda. Marekani inamtuhumu kuendesha operesheni za kijeshi kwa kuunga mkono M23. Wa pili ni Ruki Karusisi, raia wa Rwanda. Yeye ni meja jenerali na kamanda wa division ya 5 ya infantry ya RDF. Yeye alikuwa kamanda wa vikosi vya operesheni maalum na alisimamia operesheni za kijeshi kwa kuunga mkono M23. Mubarak Muganga ni watatu, raia wa Rwanda. Yeye ni mkuu wa majeshi ya RDF. Kabla ya kuteuliwa katika wadhifa huo mnamo Juni 2023, Muganga alikuwa mkuu wa majeshi ya nchi kavu, na ni kwa wakati huo ndipo alichukua jukumu muhimu katika kupanga operesheni na kuongoza vikosi vya RDF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanne ni Stanislas Gashugi, raia wa Rwanda. Yeye ni kamanda wa vikosi maalum vya RDF tangu tarehe 15 Machi mwaka jana. Muda mchache baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda, maoni mseto yameibuka miongoni mwa wadadisi na wananchi. Wamoja wanaona kuwa vikwazo hivi vinaweza kuwa na matokeo chanya na huenda vikamaliza vita vya miongo mitatu sasa ambavyo vinaikumba nchi ya DRC, huku wengine sasa wakisema hakutakuwa na amani ikiwa serikali ya Kongo haitakubali kuzungumza na Wakongomani, yani M23.
Kinshasa imepongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya majeshi ya Rwanda na inathibitisha tena dhamira yake ya kuleta amani ya kudumu, huku nchi ya Rwanda ikilalamika kuwa imeonewa tu. Asante Isaac kwa ripoti yako hiyo. Tukamilisha uchambuzi wa habari na habari za huko Burundi, ambako kunapangwa kufanyika mkutano ambao utawaleta pamoja wakuu wa nchi za Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Burundi ili kutafuta kwa pamoja suluhu ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na Ibukuru Elias Daniel. Hayo yamesemwa na Rosine Gatoni, msemaji wa rais wa Burundi, wakati Rais Evariste Ndayishimiye alipompokea ikulu ya rais mjini Bujumbura mjumbe wa Afrika katika kurejesha amani nchini DRC Mokwenzi Masisi, rais wa zamani wa Botswana. Kulingana na Rosine Gatoni, walijadili jinsi ambavyo Burundi inaweza kuchangia katika kurejesha amani na usalama katika nchi hiyo ya Kongo na kuratibu mkutano wa wakuu wa nchi zinazopakana na nchi hiyo katika kujadiliana namna ya kuimarisha amani na athari zinazotokana na mzozo mashariki mwa DRC. Baje kuvugana na nyicubahiro bwa mbere nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi nk'urongoye umwe bwa Afrika, kibazo c'amahoro n'umutekano na cane yuko ari kimwe mu bibazo yashize imbere aho yaramuswa uburongozi bw'igishira. Amekuja kuzungumza na rais wa Burundi lakini pia kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, wakiangazia zaidi kuhusu hali ya usalama ambapo itakumbuka kuwa baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa AU ndicho kilichokuwa kipaumbele chake. Amepongeza na kuishukuru Burundi jinsi ambavyo imekuwa ikijitoa kwa hali na mali katika kurejesha amani mashariki mwa DRC, ambapo Burundi imekuwa ikisaidia sana nchini DRC na nchi jirani, ambapo itakumbuka kuwa wanajeshi wa Burundi wapo katika nchi mbalimbali kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Somalia na hata DRC, hiyo ikionyesha juhudi ambayo Burundi imekuwa ikifanya katika kusimamia amani katika nchi nyingine. Kwa hiyo waliojadiliana ni pamoja na njia ipi ya haraka ambayo inaweza kutumiwa katika kurejesha amani nchini DRC kwa kushirikiana na Burundi na nchi nyingine za Afrika na ukanda wa maziwa makuu. Lakini pia wamejadiliana kuhusu mkutano wa wakuu wa nchi, hasa nchi zinazopakana na DRC kama Uganda, Rwanda na Burundi, ili wajadiliane kama nchi ambazo zinaathirika na mgogoro wa DRC, lakini pia kwa kufuata makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington na Doha katika mustakabali wa kurejesha amani. Vyogaruka ariko kandi bashimikira no ku masezerano amaze gutegwa ku mukono, hariho amasezerano ya Washington na Doha n'ayandi mu ntumbero yuko amahoro n'umutekano bigaragara. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu asubuhi ya leo, na kushukuru ambao waliendelea kurutegea sikio tangu tulipofungua matangazo yetu. Pia vile vile na shukuru jopo zima la habari wa Radio Kivu pamoja na rubani wangu ambaye ni Jean Ekala Jaden. Asubuhi ya leo uchambuzi wa habari uletwa kwenu na Misafari Al-Maslemi Tinwar. Sina la ziada na kuaga nikikutakia asubuhi njema. Bye bye.